Isabela sehemu ya 31. Mimi naitwa Felix Mwenda. Nambari zangu ni 0766 47 48 57. Mtunzi anaitwa Sebastian Ngasa. Nambari zake ni 0744 784 939. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya House of Stories. Sehemu iliyopita tulisha pale ambapo tayari tulikuwa pale hotelini tukizungumza mawili matatu. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 31. Isabela, lengo la kuja hapa ni kama tu nilivyokueleza, ni kuhusu kumsaidia Elis. Alikunywa maji kidogo na kisha akaendelea. Naomba nitakachokuambia iwe siri yako na uipokee, maana ndio hali halisi na hatuwezi kuibadilisha. Maneno ya Cedric yalinifanya niwe makini zaidi kumsikiliza. Niliacha kila kitu na kumsikiliza yeye tu. Cedric akaendelea kuzungumza. Baada ya vipimo kukamilika, Elis amegundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Inaonyesha mmoja kati ya waliombaka ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Nilijikaza kupokea taarifa ile, lakini ilikuwa ngumu sana kuzuia machozi yangu yaliyokuwa yananitoka. Nilikuwa namuonea sana huruma Elis. Niliwaza siku atakayoambiwa taarifa hizi ataweza kuzipokea. Nilikuwa nafikiria tu. Cedric akanisihi nisilie kufia watu kuja pale. Kwa kweli ilikuwa ngumu sana kwangu kujizuia. Ikabidi tu Cedric kulipia chumba pale hotelini ili tuongee chumbani wawili tu. Na baada ya kukamilisha malipo, alinichukua hadi chumbani kwa akiwa anaendelea kunisihi nisilie kwa maneno mazuri ya kunifariji. Cedric, unafikiri Elis ataweza kunisamehe kweli? Maana mimi ndio chanzo cha haya yote. Wewe hauna makosa, maana hata yeye alikukosea vile vile. Kwa sasa utakiwe kabisa kuwaza mambo ya msamaha, kwa sababu Elis anahitaji msaada na sisi ndio ndugu zake, kwa sababu wazazi wake wamemkataa. Chuo ni faili lake linaonyesha kwamba wazazi wake wako Mbagala Langi 3 na wamepigiwa simu, lakini hadi sasa hivi hakuna mwitikio wowote ule. Ponao si wazazi wake. Mbagala ni kwa dada yake, na ndio tulipofikia na mimi. Wazazi wake wako Singida. Sasa tutapataje mawasiliano yao? Ni ngumu sana kuyapata. Hata mimi hadi leo sina mawasiliano yoyote na mtu yoyote wa Singida, mpaka mama yangu mzazi sina mawasiliano naye. Haina shida, tutawapata tu, lakini usilie basi, kila kitu kitakuwa sawa. Cedric alinikumbatia huku akiwa anaendelea kunibembeleza. Kichwa changu nilikuwa nimekiegesha kifuani, mikono yangu nilikuwa nimeizungusha kwenye kiuno cha Cedric. Nilikuwa najihisi tofauti kabisa. Msisimko uliongezeka baada ya kuanza kuchezea nywele zangu. Hakika akili yangu ilisahau kabisa matatizo ambayo nilikuwa nayo. Nilikuwa nimesahau. Isabela, kuna mtu ananipigia simu hapa. Naomba nipokee mara moja. Okay, it's fine. Pokea. Cedric alitoa simu yake mfukoni. Alikuwa ni baba yake akimtaka kufika kituo cha polisi mara moja. Isabela, baba ananihitaji kituo cha polisi. Naomba niruhusu please, lakini nitarudi hapa. Twende wote basi. No. Wewe pumzika. Na kuahidi kurudi mapema tu. Kabla sijazungumza chochote, Cedric alinikumbatia na kunibusu. Hakika aliliweza, kwa sababu busu lake lilikuwa limenichanganya sana. Aliondoka na kuniacha mwenyewe pale chumbani. Ikanibidi kwenda kuoga kwanza, kwa sababu nilikuwa nahisi uchovu wa mwili mzima. Sikuwa na muda wa kupoteza. Baada ya kumaliza tu kuoga, moja kwa moja nikajitupa kitandani kama furushi. Usiku wa siku ile, Cedric alirudi kwa kuchelewa kidogo. Alinikuta nikiwa nimelala bado. Alichokifanya ni kufanya taratibu zote za chakula, na kisha na yeye akaelekea bafuni kuoga. Akiwa bafuni nikashtuka kutoka usingizini, na kwa haraka nikatambua kwamba Cedric atakuwa amerudi kutokana na harufu nzuri kuenea ndani ya chumba kile. Cedric muda wote alikuwa ananukia vizuri sana, sijui kabisa alikuwa anatumia manukato gani. Muda ule pia Cedric alitoka bafuni akiwa kajifunga taulo tu. Kwa hivyo akanipa na mimi nafasi ya kuua na mwili wake uliojengeka kwa mazoezi.
Umerudi saa ngapi Cedric? Nilimuuliza swali kwa nikiwa namsogelea. Muda si mrefu tu Isabela, lakini nikaona si vizuri kukuharibia usingizi wako. Usingizi wapi zaidi ya matatizo tu. Vipi lakini uko utokako ni salama? Ya, ni salama kabisa. Ilikuwa na issue ndogo tu ya kusaini documents. Maana Jumamosi wale wasichana wanapelekwa mahakamani. Vizuri sana. Maana sikuwa na amani kabisa katika moyo wangu Cedric. Akanisogelea karibu na kunikumbatia huku akiwa ananiambia, Isabela, hupaswi kuwa na hofu yoyote. Mimi niko upande wako leo. Nitakuwa upande wako kesho. Na nitakuwa upande wako hata milele yote vile vile. Siwezi kukuacha mwenyewe katika matatizo. Sawa Cedric. Asa, kabla hata sijajibu, yakanipiga mabusu mfululizo. Sikuwa na namna zaidi ya kumpa ushirikiano tu. Mwili wangu wote uliishiwa nguvu. Ni kama nilikuwa nimepigwa na shoti ya umeme. Ulikuwa ni msisimko wa ajabu sana kwangu. Cedric, will you marry me after the university studies? Yeah, I will. Even tomorrow, Isabela. Sure. Yeah, because I love you, Isabela. Baada ya jibu lake akanibusu kwenye lipsi zangu. Niwe mkweli tu mbele za Mungu wangu. Mimi sijawahi kujisikia hivi katika maisha yangu yote hapa duniani. Nakupenda sana Cedric. Naomba usiniumize. Usijali kwa hilo. Nitafanya kila kitu kulinda furaha yako. Rasmi niliingia katika maisha mapya ya mahusiano na Cedric. Nilikuwa namwamini sana kupita mtu yoyote yule. Siku ile mara baada ya kutoka pale hotelini, tulielekea moja kwa moja hospitali kumsalimia Elsie. Hali yake ilikuwa imeanza kuimarika sana. Alikuwa anaweza kula mwenyewe bila hata msaada wa mashine tena, lakini hatukuruhusiwa kumuona kwa siku ile. Madaktari walishauri mimi kutokwenda pale mpaka atakapopona kabisa, na hiyo ilikuwa ni kutokana na hali ya ugomvi uliokuwepo baina yangu mimi na Elsie hapo awali. Nilipokea ushauri ule kwa moyo mweupe kabisa, japo binafsi sikuwa na kinyongo tena na Elsie, na nilikuwa tayari kabisa kuyamaliza matatizo yetu. Nakumbuka mara baada ya pale, mimi nikarudi chuoni. Cedric aliendelea na shughuli zake za kibiashara. Mapenzi yetu yalikuwa kwa kasi sana. Tulikuwa tunapigiana simu kila saa. Mitoko haikuisha. Leo tuko Hyatt, kesho tuko Slipway. Ndio ilikuwa ni maisha yetu. Tulikuwa tunapendana sana. Hakika Cedric alikuwa anatimiza ahadi yake kwa 100%. Binafsi nilikuwa nampenda sana kuzidi hata nilivyokuwa najipenda hata mimi mwenyewe. Ilikuwa karibu zaidi na Cedric. Aliamua kunipangia nyumba nzima maeneo ya Magomeni Mapipa. Nilikuwa sijawahi kumwambia ukweli juu ya tukio langu la kubakwa wala kiasi cha pesa ambacho nilikuwa nacho benki. Nilikuwa naogopa sana kumpoteza Cedric katika maisha yangu. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya mimi kuficha ukweli, na nilikuwa nimeapa sitokuja kumwambia ukweli huo Cedric. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele. Hatimaye nilifanikiwa kumaliza mitihani yangu salama ya semester ya kwanza. Furaha yangu iliongezeka zaidi mara baada ya kesi yangu kufutwa mahakamani, na hiyo ilikuwa ni mara baada ya Elsie kutoa ushahidi wake na kusema kwamba mimi nilikuwa sihusiki kwa chochote. Mipango ya kurudi nyumbani kwetu Singida ilitawala kichwani mwangu. Nilikuwa nimemkumbuka sana mama yangu mzazi, lakini kabla ya kwenda nyumbani ilinibidi kuonana na Elsie. Nilikuwa nahitaji amani ya moyo. Nilikuwa nimemshirikisha Cedric pia mipango yangu yote. Hakika alibariki kabisa. Alikuwa ameahidi pia kunikutanisha na Elsie mapema kabla ya mimi kwenda Singida, na akasema ingependeza sana kama tungerudi wote Singida kwa sababu muda wote angeruhusiwa kutoka hospitali. Nilikubaliana naye, na wakati huo nikiwa naendelea kujiandaa na safari ya kurudi Singida, nilimnunulia mama zawadi mbalimbali kama vile nguo, vyombo vya nyumbani. Nilikuwa nimepanga pia kwenda kubadilisha kila kitu pale nyumbani kwetu. Baada ya wiki moja kupita, Elsie akaruhusiwa kabisa, lakini ilikuwa ni lazima kulipa gharama kabla ya kutoka hospitali. Pesa zilizokuwa zinahitajika ilikuwa ni milioni 6 za Kitanzania. Ilikuwa ni pesa nyingi sana kwake, lakini moyo wa kipekee aliyokuwa amejaliwa nao Cedric alilipa gharama zote, na maanisha hiyo milioni 6 yote hospitali alilipa Cedric. Hatimaye Elsie akaruhusiwa kutoka, na hakuwa na pa kwenda tena.
ikabidi Sadiki kumleta pale nilipokuwa naishi mimi Magomeni Mapipa. Ilikuwa ni siku ya namna yake kabisa. Nakumbuka baada ya kumwona Elise nilimkumbatia huku machozi yakinitoka. Yale kadhalika pia na yeye alinikumbatia huku akiwa analia kwa uchungu sana. Naomba unisamehe sana rafiki yangu. Haya yote nayopitia kwa sasa ni adhabu kubwa kwa mabaya yote niliyowahi kukufanyia. Japo kwamba haikuwa ni kusudio langu, lakini ilikuwa ni shinikizo tu la dada yangu. Hapana Elise. Mimi ndio chanzo cha matatizo yako, na kama ningekubali kwa kusikiliza shida yako ile siku haya yote asingekupata. Naomba sana unisamehe. Ni moyo wangu ndio ulikuwa ni mgumu kusamehe mambo mlionifanyia na dada yako. Lakini kwa sasa nimesamehe na nimeshasahau yote. Na unakosa kabisa Isabela. Ilikuwa ni haki yako kabisa kufanya vile. Maana mimi ndio niliyetenda ubaya dhidi yako. Na tena bila kosa lolote, huko nikijua wazi kwamba hukuwa na ndugu yoyote wala jamaa hapa Dar es Salaam. Tulibaki tukawa tumekumbatiana kwa muda huku wote tukilia kwa uchungu sana. Urafiki wetu ulikuwa ni zaidi ya undugu, lakini kisa dada yake ndio alikuwa ni chanzo cha matatizo hayo yote. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix.